Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu unanisikiliza. Karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii ya Apostle Katambi ukuletea maarifa na ufahamu wa rohoni kwa ajili ya kujua ulimwengu wa roho, na pia tunasimama nawe katika maombi. Kwa kila jambo unalopitia unaweza kutushirikisha tukaweza kuomba na wewe. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Na nachotaka kusema kwamba nitoe shukurani zangu za dhati kabla tujaanza maombi yetu haya ya kuvunja mafundo, kuharibu mafundo ya kichawi, kuharibu mafundo ya kichawi yaliyofunga maisha ya watu, uchumi wa watu, kazi za watu, biashara za watu, mafanikio ya watu yaliyofungwa kwa mafundo ya kichawi. Kabla hatujaanza maombi haya, nitoe shukurani zangu za dhati kwa wewe ambao umesimama na huduma hii, kwa ambao umesimama na huduma hii na umesimama pamoja nami katika wakati huu wa huduma hii. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Wote ninawabariki. Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Sadaka yako uliyotuma inafika. Sadaka yako uliyotuma zimefika. Na unapotoa sadaka yako zinafika kwa wakati, na Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye pia haujatuma sadaka, ninakuombea Mungu akufungulie milango, akuzidishie, akufanyie wepesi kwa kila jambo katika jina la Yesu aliye hai. Nataka pia niseme ya kwamba unapotuma sadaka yako, Mungu akubariki sana. Kwa hicho unachokituma kinafanya kazi kubwa katika ufalme wa Mungu. Tuna vipindi mbalimbali vya kuhubiri, tuna vipindi mbalimbali vya uinjilisti, tuna vipindi mbalimbali vya huduma. Kupitia sadaka yako, Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo ninachotaka kuboresha siku ya leo, unapotuma sadaka yako, naomba sana kuingia kwenye namba zangu hizo hapo juu, andika jina lako na hitaji lako. Kwenye hiyo namba andika jina lako, ili tunapoingia kwenye maombi tupeleke maombi moja kwa moja kupitia jina. Kuna nguvu kuomba katika jina. Namba ya simu utaipata hapo chini kwenye komenti. Nenda kwenye komenti utapata namba ya simu, lakini pia namba ya simu utaipata hapo juu kwenye channel yetu kwa juu, lakini pia unaweza kaiandika pembeni ni 0785 89 09 mwisho 16. Narudia tena 0785, hiyo ni Airtel, 0785 89 09 mwisho 16. Vodacom, namba ya Vodacom unaweza ukatuma meseji yako hapo na jina lako hapo 0768 10 42 72. Mungu akubariki sana. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha maombi ya kuvunja mafundo ya kichawi. Mungu akubariki, akuzidishie sana. Natoa shukurani kwa niaba ya wana maombi wote, kwa niaba ya watumishi wa injilisti tulio nao, kwa niaba ya mitume tulio nao, kwa niaba ya huduma. Natoa shukurani sana kwa kusapoti kazi ya Mungu. Mungu akubariki, akuzidishie, na ulipotoa Mungu apazidishe katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Moja kwa moja tunaanza kwa habari ya kuvunja maombi ya kuvunja mafundo ya kichawi kwenye maisha yako, kuharibu mafundo ya kichawi kwenye maisha yako. Unaweza ukajiuliza kwa nini tuna maombi ya kuvunja mafundo ya kichawi? Kuna mafundo ya kichawi katika ulimwengu wa roho, ambao wachawi wanapoenda kuroga au waganga huwa wanachukua kamba. Wengine wanatumia kamba, wengine wanatumia kamba za miti, wengine wanatumia vitambaa, wanafunga mafundo. Yani yale maneno unapokuwa wakiyaongea kwamba mtu huyu asifanikiwe, mtu huyu asiinuke kiuchumi, mtu huyu asiinuke kikazi, mtu huyu asiinuke kibiashara, mwisho wa maneno unaotamka huwa wanapiga fundo. Sasa yale ule uchawi wa mafundo ndio unatesa watu kwenye biashara. Uchawi wa mafundo ndio unatesa watu kwenye kazi. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kumbukumbu la Torati, sura ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 11, maombi ya kubomoa mafundo ya kichawi, maombi ya kuteketeza mafundo ya kichawi. Kwa kuna Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 11, maandiko yanasema
wala mtu arogaye, wala mtu apigaye mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala uchawi, wala mtu ambaye anaabudu habari ya wafu. Kwa anasema hapa, anazungumza anasema mtu arogaye kwa kupiga mafundo. Wachawi wanaroga kupitia mafundo, waganga wanafanya uganga wao kupitia mafundo. Wakati wanapoenda kufunga maisha yako wanatumia mafundo. Wakati wanapoenda kufunga uchumi wako, anaweza akaongea maneno mengi kwamba usifanikiwe kibiashara, anaweza akaongea maneno mengi usifanikiwe kiuchumi. Mwisho wa maneno yale anapiga fundo, anasema watoto wako wasisome, watoto wako wasiinuke kimaisha, watoto wako wasiinuke kibiashara. Mwisho wa maneno hayo wanapiga fundo. Kwa hiyo wanasema kazi yake iharibikiwe. Mfano anaongea anasema kazi yake iharibikiwe. Mwisho wa maneno hayo anapiga mafundo. Kwa leo tutakuwa na maombi maalum kuharibu uchawi wa mafundo uliosimamishwa katika ulimwengu wa roho kwenye maisha yako. Nasema mtumishi, unaongea nini? Leo tutashughulikia mafundo katika ulimwengu wa roho. Bado tuko hapa mlimani, tunaendelea na maombi kwa ajili yako na tunakuombea. Mungu akubariki sana. Kwa tutaingia moja kwa moja kwa habari ya kuvunja kila fundo la adui iliyosimamishwa kwenye maisha yako. Sema Bwana Yesu, tunaenda kuingia katika maombi haya. Silaha kubwa ambayo itakuwezesha wewe kuingia katika maombi haya ni silaha kubwa ambayo itakuwezesha, ni silaha ya utakatifu, silaha ya utakatifu. Kwa hiyo rudia maneno haya pamoja nami. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa njia ya damu Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kwa damu yako Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda kwa kujua na kutokujua. Naomba unisamehe, unisafishe nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Wacha nikuombee mtu wa Mungu, tunapoenda kuvunja mafundo yao yaliyofunga maisha yako, yaliyofunga kwenye jina lako, yaliyofunga biashara yako, yaliyofunga kazi yako. Nataka nikuombee pale ulipo. Wewe utakachoweza kusema tu, sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema tu kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Wewe sema tu Baba, kwa damu Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu. Tunaenda kuingia katika maombi hayo. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, chini ya mbingu na juu ya mbingu. Baba, ninamsogeza msikilizaji wangu mbele zako, Mungu wa mbingu na nchi, anaonisikiliza akiwa barabarani anaendesha, ananisikiliza akiwa safarini, ananisikiliza katika redio, ananisikiliza katika redio, wanaonisikiliza kwenye vipindi vya televisheni. Mungu wa mbingu na nchi, muumba wa mbingu na ardhi, wanaonisikiliza wakiwa nyumbani kwenye redio zao, wanaonisikiliza kwa njia ya Facebook, wanaonisikiliza kwa njia ya YouTube. Mungu wa mbingu na nchi, na wasogeza mbele zako kama ilivyoandikwa katika neno lako takatifu, kama ilivyoandikwa katika neno lako takatifu, Mathayo sura 18 ule mstari wa 19, wawili wenu watakapopatana jambo lolote, Baba yetu wa mbinguni atalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, tumepatana na mtu huyu kuingia maombi haya ya kuvunja kila fundo la kichawi iliyofunga maisha yao, kila fundo la kichawi iliyofunga uchumi wao. Katika jina la Yesu Kristo, tunakuinua mtakatifu wa watakatifu, tunakuinua Mungu wa miungu yote, tunakuinua muumba wa mbingu na ardhi, tunakuinua muumba wa mbingu na nchi. Yehova Nisi ndio jina lako, maana we ni Mungu mpaji wetu. Yehova Nisi ndio jina lako, wewe ni Bwana wa vita. Yehova Rafa ndio jina lako, wewe ni Mungu mponyaji wetu. Yehova Shama ndio jina lako, Mungu unayetafutwa na kuonekana, Mungu unayetafutwa na kuonekana. Yehova Shama ndio jina lako, wewe ni Mungu unayetafutwa na kuonekana. Yehova Yire ndio jina lako, wewe ni Mungu mpaji wetu, unayetupa afya, unayetupa nguvu, unayetupa neema na ushindi. Tunakuinua Yesu Kristo, mimi na mtu huyu, tunakuinua Yesu Kristo, mimi na familia huyu na familia hii tunaomba nayo. Yehova Shama ndio jina lako, unayetafutwa na kuonekana, Mungu unayetafutwa na kuonekana. Yehova El Shaddai, wewe ndiye muweza wa yote, unayetuwezesha wakati wote, katika jina la Yesu. Yehova Rafa ndio jina lako, wewe ni Mungu mponyaji. Ninakuinua Kristo uliyeshinda kuzimu na mauti, ninakuinua Kristo uliye nuru ya ulimwengu, tunakuinua Kristo uliye nuru ya ulimwengu,
Wewe ndiye simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ndiye jiwe kuu la pembeni, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ndiye Bwana wa mabwana, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ndiye mfalme wa wafalme wote, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ndiye njia ya kweli na uzima, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante kwa sababu ya siku njema leo iliyopata kibali machoni pako na neema mbele zako, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama ulivyosema katika neno lako, jambo lote takalolifunga duniani na mbinguni itakuwa limefungwa. Baba, ninamuinua msikilizaji wangu popote pale alipo katika ulimwengu wa roho, maana umesema katika neno lako, weza wako uko juu yetu wakati wote. Mungu wa mbingu na nchi, na achilia nguvu ya Mungu aliye hai katika ulimwengu wa roho, kila alipofungwa kwa mafundo katika ulimwengu wa roho, kila fundo iliyofunga maisha mtu huyu katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninaondoa mafundo yote ya giza mahali popote waliposimama na jina la mtu huyu katika ulimwengu wa roho, mahali popote waliposimama na jina la mtu huyu, kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, kwenye madhabahu za kwenye mito ya maji, kwenye madhabahu za visima vya kale, kwenye madhabahu za mikomamanga ya kichawi, kwenye madhabahu za mizambarawe, kwenye madhabahu zote za viungu, kwenye madhabahu zote za viungu katika ulimwengu wa roho, mahali popote waliposimama, kwenye vilinge vya waganga kienyeji, wakasimama kufunga mafundo, wakasimama kufunga mafundo, maisha yake wakafunga mafundo, uchumi wake wakafunga mafundo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninaachilia moto ulao katika ulimwengu wa roho, mahali popote walipomfunga kwa mafundo, walipokamata kwa mafundo uchumi wake, walipokamata kwa mafundo uchumi wake, wakasema kwamba atafanikiwa, wakafunga wakasema kwamba atafanikiwa katika ulimwengu wa roho. Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, ninafungua mafundo yao yote katika ulimwengu wa roho, waliofunga au wachawi katika ulimwengu wa roho, nafungua kwa moto ulao, nafungua kwa damu Yesu Kristo, nafungua kwa moto ulao, nafungua kwa damu Yesu Kristo. Kila fundo la kichawi lilokuwa limefunga uchumi wake, lilokuwa limefunga biashara zake, lilokuwa limefunga kazi zake, lilokuwa limefunga mafanikio yake, kwa damu ya mwana kondoo nafungua hayo mafundo katika ulimwengu wa roho. Rima sonto na masika yandarabakoya riba baba sheketeria masika, nalipua hayo mafundo aliyokufunga katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye kazi ya mikono yako waliosimama na mafundo, napeleka moto kwenye mafundo yao katika ulimwengu wa roho, kwenye madhabahu zao za njia panda, kwenye madhabahu zao za makaburini, kwenye mito ya maji, napeleka moto ulao katika ulimwengu wa roho, nateketeza kwa jina la Yesu, nateketeza kwa damu Yesu, nateketeza kwa jina la Yesu, nateketeza kwa damu Yesu. Kila fundo liofunga maisha yako, kila fundo liofunga uchumi wako, kila fundo liofunga familia yako, waliokufunga kwa mafundo kwenye familia, kwenye uchumi wako, kwamba hatainuka kiuchumi huyu, hatainuka kimaisha huyu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Rima soto ya bakata repa koshoto na masika rima soto ya makanta, kama ilivyoandikwa Waebrania 12 ule mstari wa 29. Mungu wetu ni moto ulao katika ulimwengu wa roho, na achilia moto kwenye hayo mafundo yao yote, nalipua kwa moto hayo mafundo yao yote kichawi kwenye ulimwengu wa roho, napeleka moto ulao, nateketeza kwa moto, nateketeza kwa moto, nateketeza kwa moto, nateketeza kwa moto kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Mafundo waliokufunga pale kazini kwako, pale kazini kwako, waliokufunga kwa mafundo kwamba atapanda cheo, waliokufunga kwa mafundo kwamba atafanikiwa kwenye ulimwengu wa roho giza, kwenye ulimwengu wa roho wachawi, kwenye ulimwengu wa roho miungu, na shuka ulimwengu wa roho, ninawasambaratisha wachawi wote waliosimama kufufunga mafundo kwenye madhabahu zao zote, na ziteketeza kwa moto wa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa jina la Yesu Kristo. Rima soto ya bakata mende rebosika ya baba ripa baba baba seke rama mama mama seke koria masantana mokoya, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Hayo mafundo ya goke, hayo mafundo ya tekete kwa jina la Yesu Kristo. Waliofunga familia yako kwa mafundo kwamba familia itakuwa na amani, ndoa itakuwa na amani, watoto watakuwa na amani, wakafunga mafundo kila ucheo, mafundo uliofunga maisha yako rima seketeliama rindara baba ketenama yendarabosa kayanda, nalipua kwa jina la Yesu, nalipua kwa jina la Yesu, nalipua mafundo yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kama walivyokufunga kwa mafundo, hautafanikiwa maisha yako katika dunia hii
Natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa damu ya mwana kondo, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa damu ya mwana kondo. Rimasotoria bakanda repako shontona masika rimako yandara baseke ramashotoria bakata, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondo, kama ilivyoandikwa Mathayo sura 18 ule mstari wa 18, imeandikwa jambo lolote nitakalofunga duniani litafungwa na mbinguni, takalofungwa duniani litafunguliwa na mbinguni, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu Kristo. Na inua neno hili katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila fundo la kichawi iliyofunga maisha yako naondoa katika ulimwengu wa roho, naondoa katika ulimwengu wa roho, naondoa mafundo yao, nateketeza mafundo yao, nateketeza mafundo yao, nateketeza mafundo yao, nateketeza mafundo yao. Mafundo yaliyokufunga kwenye biashara yako, mafundo yaliyokufunga kwenye kazi yako, na washa moto ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nalipua ulimwengu wa roho, nashuka katika ulimwengu wa roho, natuma damu ya Yesu Kristo kwenye madhabahu zao za kichawi, madhabahu zao za kiganga. Natuma damu ya mwana kondo, natuma damu ya mwana kondo kwenye ngome za kichawi, waliopiga mafundo, waliokufunga kwa fundo, mafundo ya mafundo kwenye fundo moja, nalipua kwa moto. Mafundo matatu nalipua kwa moto, mafundo manne nalipua kwa moto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu Kristo. Kama walivyofunga mafundo maisha yako, walivyofungwa mafundo, ndivyo ninafungua kwenye ulimwengu wa roho, nafungua 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 kwa damu ya Yesu. Nafungua kila fundo liyokamata maisha yako, kila fundo liyokamata maisha yako, kila fundo liyokupiga maisha yako, liyopigwa mafundo, anga lako liyopigwa mafundo, uchumi wako liyopigwa mafundo, kila fundo liyokuwa limekupiga kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondo. Baba, ninafungua ulimwengu wa roho, Baba, ninafungua ulimwengu wa roho. Rima seke yandaraba reke shete ya masaka rima mama seke robo kontona masika rindaraba wakentenamo yeke shataraba riba baba sekete mando robo shekete nemo rindaraba sekete. Endelea kusema tu kwa damu Yesu, endelea kusema tu kwa jina la Yesu, endelea kusema tu kwa damu Yesu, endelea kusema tu kwa jina Yesu. Kila fundo aliyokupiga kwenye madhabahu za njia panda, kwenye madhabahu za makaburini, kwenye madhabahu za mito ya maji, kwenye madhabahu ya visima vya kale, na haribu hayo mafundo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua hayo mafundo, ninayateketeza, ninayateketeza kama ilivyoandikwa, Mungu wetu ni moto lao, Mungu wetu ni moto lao. Sawa na Ibrania 12 ule mstari 29, Mungu wetu ni moto lao. Nainua moto wa damu Yesu, nainua moto wa damu Yesu, nainua moto wa damu Yesu kuteketeza mafundo yao, nateketeza mafundo, yanateketeza mafundo, yanateketeza mafundo, yanateketeza. Tunalipua kwa moto, tunaangamiza kwa moto, tunalipua kwa moto, tunaangamiza kwa moto. Rama sotoriaba rindaraba keteyaba reke shotoriama sika mandorobo sekete riba baba seke mandaraba kotoriaba rindarabo sekete riba sakayanda. Kila fundo liyokamata maisha yako na uchumi wako, kila fundo liyokamata biashara yako, kila fundo liyokamata iliyopiga biashara yako, iliyopigwa kwenye kazi yako, iliyopigwa kwenye afya yako, iliyopigwa kwenye uchumi wako, na washa moto lao, na washa moto lao, na washa moto lao. Ninateketeza mafundo, na angamiza hayo mafundo kwa damu ya mwana kondo. Ucheo mafundo, vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Ucheo mafundo, achia maisha mama huyo, achia maisha baba huyo, achia maisha vijana hawa, achia maisha watu hawa. Naomba nao kwa ulimwengu wa roho, achia maisha yao leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu. Kila mchawi aliyekutega kwa mafundo ninamsambaratisha kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Kila mchawi ambaye aliyekufunga kwa mafundo ninamsambaratisha kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondo, kama ilivyoandikwa Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 7, maadui watakuja kwa njia moja na watasambaratika kwa njia 7, kwa njia 7, kwa njia 7. Kila mchawi aliyokufunga kwa njia mafundo inamsambaratisha, 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 inamteketeza, inamsambaratisha kwa damu Yesu na moto, kwa damu Yesu na moto, inamsambaratisha, inamteketeza. Rabababa remaseketiama rendaraba kotoyaba rekeishontona mama remasotoriabake reshetanama rindorobosika. Sambaratika, sambaratika. Wache wote waliokusanyika kupambana na wewe, na wasambaratisha kwa njia 7 ulimwengu wa roho, kwa damu Yesu na moto lao, kwa njia 7 ulimwengu wa roho. Kila fundo lilofungwa kwenye maisha yako, kila fundo lilofungwa kwenye ukoo, roho za umasikini zilizofungwa, mafundo lilofungwa kwamba atakufa maskini, hatafanikiwa, mafundo lilofungwa kwamba atainuka kiuchumi, kwa jina la Yesu. Mafundo lilofungwa kwenye uchumi wako, nalipua
nalipua moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na yateketeza na yaangamiza mafundo yao, na yateketeza na yaangamiza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kama ilivyoandikwa Yohana sura 8 ule mstari wa 32. Bwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli, utakuwa huru kweli kweli, na kuweka huru leo kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo na kuweka huru leo, kwa damu ya mwana kondoo na kuweka huru leo. Biashara yako naweka huru, kazi yako naweka huru, uchumi wako naweka huru, kazi yako naweka huru, uchumi wako naweka huru kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Biashara yako naweka huru, naifungua biashara yako, nafungua kazi yako, chochote kilichokuwa kinazuia kwenye kazi yako, chochote kilichokuwa kinazuia kwenye uchumi wako, mafundo ya giza yaliokuwa yanazuia, nalipua moto, nateketeza kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila fundo la adui tunaliangamiza, tunaliteketeza kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunafungua maisha yako, tunafungua uchumi wako katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Pale ulipo mtu wa Mungu aliye hai, uone tamani kusimama na sadaka yako kwa moyo wako hiari. Unatamani kusimama na sadaka yako na maombi haya kwa moyo wa hiari. Shika sadaka yako, sema Bwana Yesu, nainua sadaka hii mbele zako kwa njia ya damu ya Yesu na kwa njia ya jina la Yesu. Ninaachilia sadaka hii katika ulimwengu wa roho kupitia jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai, kama ilivyoandikwa katika neno lako. Katika neno lako, jambo lote takalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Sema sawasawa na Mathayo 18 ule mstari wa 18. Bwana Yesu, kama ulivyosema nitakalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Sema ninafungamanisha maombi haya na sadaka hii katika jina la Yesu. Ninafungamanisha ibada hii na sadaka hii katika jina la Yesu. Kila maombi yaliyotamkwa, maneno yaliyotamkwa ulimwengu wa roho, Baba, ninafungamanisha na sadaka hii katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Sema napeleka sadaka hii kwenye kinywa changu kama ilivyoandikwa, kama ilivyoandikwa, lote nitakalofunga duniani na mbingu itakuwa limefungwa. Ninafungamanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Kwa pumzi hii sadaka ikawe hai. Achilia pumzi ya uhai katika ulimwengu wa roho kupitia sadaka yako. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Nifuatilie kipindi kijacho. Ninataka niombe kwa bari waliochota nyayo zako na kwenda kuroga kwenye madhabahu za kichawi na kiganga katika ulimwengu wa roho. Tutakuwa na ibada, maombi ya nguvu katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Wewe kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, subscribe channel hii ili kupata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen.